package ya wokovu wetu sio kwa vitu tu vya sasa, lakini pia kwa vitu vijavyo. Na hii ndio habari njema ya Mungu isiyoweza kupingwa mahali popote kwa mtu anayeamini. Lakini sasa kuna kitu kingine ambacho utakipata ukiwa hapa duniani kama sehemu ya manufaa ya Yesu kuja duniani, kama sehemu ya manufaa ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Kinapatikana wapi? Kitabu cha Waebrania 6:5. Anasema hivi: na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Yesu alitukomboa kutupa hadhi ya kuanza kuonja neno zuri la Mungu. Unajua wasio na Yesu, neno la Mungu kwao ni kama makaratasi, lakini kwako neno zuri. Lakini anasema tunaanza kuonja nguvu za zamani zijazo. Maana yake unaanza kutembea katika nguvu za Mungu. Unaanza kuona tangu hapa duniani nguvu za Mungu zikiashikilia maisha yako, zikishikilia watoto wako, zikishikilia ndoa yako. Waebrania 5:6 nasema kitu cha maana sana, kwamba tunaanza kuonja sasa hivi nguvu za Mungu. Tunaanza kuonja sasa hivi uzuri wa neno. Mbinguni kule ndio shamla iliyo kamilifu ya uzoefu wa nguvu za Mungu, uzoefu wa uzuri wa neno la Mungu. Kwa habari ninazokuletea si za kubabaisha, ni habari zilizonyooka, ni habari zenye adili ya viwango vya juu, ni habari zenye manufaa kwa maisha yako, kwamba Yesu alitukomboa tuanze kufaidi sasa nguvu za Mungu, uzuri wa neno la Mungu. Maana yake nini? Neno la Mungu limejaa ahadi ambazo maandiko ni ahadi za thamani mno ambazo ametukirimia ili kwa hizo tupate kwa washirika wa tabia ya uungu. Maana yake nini? Maana yake tuanze kuenjoy mambo ya mbinguni tukiwa hapa duniani, lakini tunaanza maandalizi ya kupokea vilivyo bora kutoka mbinguni. Kwa picha ya manufaa ya kuokolewa na Yesu, ya yale bora ambayo ameandaa kuliko haya sasa, haipaswi kufutika kwenye